Katika kuadhimisha siku ya sheria mkoani Pwani, Wasafi Media imezungumza na wadau kuhusu kukithiri kwa migogoro ya ardhi inayotokana na ukiukwaji wa sheria, ambapo Philemon Mganga, mdau wa haki za binadamu, pamoja na wakili wa kujitegemea na mwanasheria wa chama cha mawakili Tanganyika TLS Amos Yona wametoa elimu kuhusu taratibu za kisheria na vielelezo muhimu vya kuzingatia wakati wa kununua ama kuuza ardhi ili kuepusha migogoro hiyo. Philemon Mganga, kwa mkoa wa Pwani ni mwenyekiti wa haki za binadamu, lakini pia ni mwenyekiti wa maadili ya mawakili pale ambapo wanapokosea. Migogoro mingi iliyokuwepo hapa kwa mkoa wa Pwani mara nyingi ni anayeuza. Wanaouza ndio migogoro yao imekuwa ni mingi sana. Unakuta mtu ananunua eneo, alafu eneo hilo lilishauzwa na mtu mwingine naye kanunua kwa mtu mwingine kanunua kwa mtu mwingine. Lakini basi wananchi wafanyeje ili waepukane na hii migogoro kama hii? Kabla hujanunua ardhi, kuna mambo ya msingi wewe kama mwananchi unatakiwa uyafuate ili kuepuka migogoro. Jambo la kwanza, lazima uhakikishe yule anayetaka kukuuzia ardhi ana nyaraka zote za umiliki wa eneo ambalo wewe unataka kununua. Lakini ukishapata hizo nyaraka, kabla ya kununua, hizo kopi, kama unaweza ukamwomba hata kopi, uende tunaita ukafanye kwa lugha yetu ya kitaalamu tunasema ukafanye verification, lakini katika lugha yetu ya Kiswahili sasa, nenda ukapitie kwenye mamlaka husika, mamlaka za ardhi. Nenda kaangalie, je, ili eneo kweli ni la huyu mtu? Unaenda na zile nyaraka zako, unaenda kuulizia. Jambo jingine pia, ukifika kule unatakiwa angalia matumizi ya ardhi unaotaka kununua. Wewe unataka kununua eneo la shamba. Wakati kumbe eneo hilo lilitengwa labda ni serikali kwa ajili labda ya hospitali au shule. Unakuta unanunua eneo, umesema umenunua shamba, baada ya miaka mitatu watu wanakuja wanakufuata na kukwambia bwana, hili eneo katika ramani yetu hapa ya mkoa, hili eneo lilikuwa ni la shule. Wakati wewe umenuuziwa umeambiwa nini? Ni shamba. Kwa hivyo vitu vya msingi lazima uvifuatilie. Lakini jambo jingine, wakati wa kuandika ule mkataba, utaratibu wa sheria sasa hivi unataka uainishe mipaka yako. Yaani mipaka ile uiainishe. Sasa kama utaenda kuandika kwa mfano mikataba kwa watu huko ambao hawana ule uelewa wa namna ya uandishi bora wa mkataba, pia bado utakuja kujikuta unaingia kwenye mgogoro, kwa sababu utakapokwenda mahakamani na mkataba ambao hauna mipaka, itakuwa ni vigumu sana wewe kufanikiwa. Utajikuta umetoa fedha zako, umepoteza na muda wako, lakini pia bado umeshindwa kesi kwa sababu tu ya mipaka. Kwa hiyo na washauri wananchi wapitie hizo taratibu, lakini pia nimesema katika uandishi wa watafute wataalamu, tukiwa na maana wanasheria ambao wako kihalali kabisa, wamesajiliwa, lakini pia ni wanachama wa TLS ambao wao wamesomea hiyo kazi na wanajua namna ya kufanya nini ya uandishi wa hiyo mikataba. Lakini kuuza, tunasema lazima ujihakikishie. Tunakuja kwa wale wanaotaka kuuza. Unataka kuuza ardhi yako, kwanza jihakikishie kama ule umiliki kweli ni wako, sawa. Lakini jambo lingine sasa ndio kwenda kwa wataalamu, kwa sababu anayetaka kuuza mara nyingi ni namna ya kuuza, ambao namna ya kuuza inaongozwa na mikataba, ambao mikataba yenyewe lazima iwe ni ya kisheria. Lakini wewe unataka kuuza eneo, unaenda kuandikishana kwa mtu tu huko ambaye yuko huko. Matokeo yake anaandika mkataba mbovu, kwa sababu mkataba wote lazima uwe na masharti. Mtu anakuandikia mkataba, kwa mfano wale wanaolipana kidogo kidogo, mtu anatakiwa kuweka ukomo kwamba usipolipa nini kitatokea. Tumeingia mkataba, tumepatana bwana, na kuuzia eneo langu milioni 5. Utatanguliza milioni 2.5, utakuja kumalia milioni 2.5. Ikishafika kuanzia Januari mpaka mwezi wa 6, kama utakuwa hujakamilisha hiyo milioni 2.5, lazima uweke kwamba nini kitatokea. Je, nitakurudishia hela nusu? Je, nitachukua eneo langu? Sasa unakuta nini kinatokea? Mtu ameuza eneo lake, amemuuzia mtu labda milioni 5. Tokeo yake sasa muuzaji anaingia tamaa, anamuuzia mtu mwingine, alafu anampigia yule mteja aliyomuuzia mwanzo, anamwambia njoo chukue milioni 2 zako na nusu. Yule mteja anasema mkataba hujasema hivyo. Ukija mahakamani kuangalia ule mkataba, wakati tunachakata haya mambo sasa ya kutoa haki, unakuja kukuta mkataba ulikuwa tunaita silence, ulikuwa kimya, haujaeleza. Unakuta umepoteza, yule naye anabidi akudai nini? Gharama. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo wananchi kwa kweli lazima waangalie. Amos Sula ni wakili wa kujitegemea. Niko mkoa wa Pwani,
lakini pia ni mwanachama wa chama cha mawakili wa Tanganyika na pia ni mwenyekiti wa mawakili mkoa wa Pwani. Sasa shida inakuja, wananchi wengi wanakuwa hawafuati taratibu za upatikanaji wa ardhi. Ni pamoja na kutengeneza, unaponunua kuna kitu kinaitwa, kabla hujanunua kuna vifaa, kuna taratibu ambazo unatakiwa ufuate. Kwa mfano, kuna ardhi za aina mbili, kuna ardhi ya kijiji au ardhi za vijijini na ardhi za mijini ambazo zimepimwa. Sasa na hizi zote zina taratibu zake ili uweze kuzipata. Kwa mfano, unanunua ardhi ya mjini. Ardhi ya mjini mara nyingi tunajua hizi ni registered lands ambazo zinakuwa zina hati miliki, si ndio? Sasa ile hati miliki unaponunua, lazima huyu anayekuuzia huo umeshapata, amekuletea vielelezo vyote vya umiliki wa hiyo ardhi unayoenda kuinunua. Baada ya kupata vile vielelezo vya umiliki kwamba yeye ndio mmiliki halali, unaenda kufanya kitu kinaitwa official search. Official search ni kwenda kujiridhisha wewe kwamba hii ardhi ninayonunua kweli huyu anayeniuzia ni huyu. Unaenda either Wizara ya Ardhi au hata hapa halmashauri. Utafiti unaonyesha kuwa taasisi mbalimbali, mashirika na makampuni hufanya uwekezaji mkubwa pale mahakama zinapotegemewa kutetea haki za mikataba na mali. Lakini pia kulingana na tafiti za kitaalamu, mchango wa mahakama una uwiano na uhusiano chanya wa kisayansi na kiwango cha ukuaji wa uchumi, hasa ukuaji wa pato la taifa GDP, kwa vile mahakama hulinda mikataba na utatoa migogoro ya biashara kwa njia bora. Hivyo wataalamu wengi wa uchumi na sheria wanakubaliana kuwa mahakama ina nafasi kubwa sio tu katika kulinda utawala wa sheria bali kusaidia ukuaji wa uchumi. Lakini pia huchangia kuweka utulivu, uhakika na utabirika wa sheria na sera. Hii ni certainty and predictability of laws and policies. Mahakama inafanya sheria kutafsiriwa kwa uthabiti na inatoa fursa ya uhakika na utabirika wa mahakama na maamuzi ya kimahakama na kwa wawekezaji, jambo ambalo ni muhimu sana kwao katika kufanya maamuzi ya kiwekezaji na kwa ukuaji wa uchumi na pato la taifa kwa ujumla. Watu wanafanya maamuzi hawafuati procedure. Sasa kama watu wameharibu kule, huku nia ya mwezi kuhakikisha haki inapatikana bila kuanza kuondoa mambo yanayozalisha migogoro ya kisheria. Sasa kama unafika mtu kijiji kinasema taratibu haruhusiwi kutoa zaidi ya eka 50, anatoa eka 100, mwekezaji anakuja ananunua, kuna shida. Kwa mimi niseme lazima tuhakikishe tufahamu kila mdau wa haki katika mnyororo wa haki afanye mambo yake sawasawa, sheria, kanuni, taratibu ziwe sawasawa, ziendane na mazingira ya nchi, lakini ziendane na mazingira ya kidunia sasa hivi.